My brother Tony Omerikwa Daktari from NSSF, my friend from Proton. Last time we didn't meet, but today we've met Daktari also. We had Lopo from Safaricom, KCB represented, all the partners. My namesake, Mwakazi. You know, when you call Johnson, it comes with something. So Johnson Mwakazi, thank you for the good job you're doing. Na madereva, marafiki zangu, watu wangu, good afternoon. Bwana asifiwe. God is good and all the time, and that's his nature. First of all, allow me to ask my brother Tony kumweleza daktari, ile vitu hawa wamesema mimi sikuambia waseme. Hatuko tumepanga. Hiyo wamesema wenyewe. Si ni kweli? So usifikiri nimebadilisha mkutano yako ikakuwa mkutano wa kisiasa. That was not my intention. In fact, I've never declared anywhere, but sauti ya mwananchi ni sauti ya Mungu. So the time is coming, and I wish to assure you, I am very ready. Don't be worried about that. Don't be worried about that. But allow me also, as I begin, and I will get to respond to a lot of the issues, zile ambazo mmesema. Juu nimezisikiza, nimeziandika. Lakini ningependa kwanza to recognize Dr. Omerikwa. You know, what might look like just one function, na hii process ya haba and the initiatives in NSSF, I think Lopokoit from Safaricom aligusia kidogo. Akisema hapo mbeleni, it was difficult to try and work with, NSSF, you'd think it is slow, vile serikali ilikuwa inajulikana. I want to tell you, Tony, we are very proud of you. Because you are now a shining example of what public service needs to be. Young, innovative, creative, and thinking about ule mwananchi wa kawaida first. If, as we've had, 83% of the economy, first of all, 60% of the GDP is from this sector, then 83% of all youth employment, those are studied by the Aga Khan Institute, 83% of all employment of young people is in this service industry. Yet they are the lowest contributors, or they're not being taken care of by Social Security, by NSSF, by NHF. It means we've been doing something completely wrong. We've been missing the point. So congratulations and thank you for being keen on this sector. In fact, nimemuuliza kama mdosi anajua maneno. His Excellency akasema yes, the president is aware, and the president, because they are planned earlier, there's going to be a bigger launch with the president at a later stage. But this is something that I know is very close to President Uhuru Kenyatta's heart. This is the way to go. Do not listen to the naysayers. Don't listen to those who tell you can't do it. Unajua kwa muda mrefu watu wamesema ile kazi moto Kenya hii kushika. Either ukue NSSF Managing Trustee, CEO IBC, ama EACC. Hizo tatu hawezi last miezi 6. So Tony, we're behind you. And we will stand with you with the work you're doing. Safaricom as well, KCB, Asanteni, NHIF as well. We've seen a big change in how you're approaching public service, and RBA. The first thing I will say, kuna mtu hapa tunamuita President Kim. Huyu. Tunamjua? Mutero. Alutalala. Of course, Ryan. Ako wapi? These people are soldiers. Hawa ni fighters. Hii safari tulianza now, I think 2016. In fact, tulisema 70. It was 2016 when Nyakera was the PS of Transport, saying that, look, this is a group of young people just looking for a living. Tony, vile wamesema ni kweli, hawa wamefinywa, wanaumia sana. Wanaumia sana. And me, I understand it. And we started that journey. We've made some progress. But I promise you, vile nani alisema, James wa Thika Road. Wapi Jemo? Huyo wa Thika Road. Vile ulisema, slavery
inaenda kuisha. Hiyo mambo ya slavery inaenda kuisha. I assure you. It was then just Nairobi. Saizi nimeona Wilberforce from Mombasa. Nimeona kina ndugu yangu from Kisumu. I think it was who? Alex. Ni Alex aliongea. From Kisumu and the entire western region, the entire country. These are not people to be tolerated. They are not people to be ignored. They are a force to reckon with. And if anybody is serious, in this country, lazima tuangalie hii sekta. Na tuangalie vizuri sana. So mimi nawapatia my word. Unless nyinyi mniwache, mimi siwezi waacha. Mimi I'm giving you my word. Mimi siwezi waacha. And let me also make it clear. Nilisikia sijui nani aliongea, I think ni Kenyati wa Kiambu. Akasema ati hawa wanaweza nitoa pale niko wanipeleke kwa kiti ingine. Let me tell you, hii kiti yenye niko saizi ni hawa walinifikisha kuwa senator wa Nairobi. To begin with, I assure you, to begin with, vile tulikuwa tunafanya hiyo kazi nilikuwa nominated MP. Nilikuwa hata sijaichaguliwa. Kijana tu wa mtaa. Wamesema mimi ni kijana kama hao. Mimi naelewa mambo za matri, mambo za gari. And Fresh Freddy said, let me tell you, do not despise your humble beginning. Mimi matri za Maradema nimeendesha nikiwa kijana. Hapo afya center kazi yangu, even when I couldn't have a license, my work was kuzisongesha mbele, sasa ziko kwa shimo hapo. Ndio zibebe. I promise you, ende nimuulize. Wale walikuwa touts hizo siku wakakuwa madere. My political journey started as a driver in the Kibaki Tena campaign. As a driver. But I had a vision, I knew what I wanted out of it. I promise you, go to PDU today, look for somebody called Patrick Ngatia. Nilikuwa dereva wake. But in the next election, by the next election, mimi ndo nilikuwa mdosi wake. By the next election, mimi ndo nikakuwa mdosi wake. Tunasemanga kwetu vindu vichenjanga. These people here are extremely powerful force. And I want to tell you, najua mmefinyika kwa muda mrefu. There is light at the end of the tunnel. There is a future. There is a hope. So I'm very proud. President Kim na timu yako, let unity remain your marching anthem. Ile safari umetembea umesema mpaka ukafika suti, anadunga suti hata kali kuliko yangu. Na mimi ndo super senator. Unaona? Hiyo safari, and they will tell you the progress. This document, hii mmekuwa mnafanya hearings with the NTSA. It is because my committee in parliament told NTSA, in fact, I gave them a timeline by which they must come up with regulations of the digital taxi and digital uphealing industry. Nikwambia by the time to Rudi Bunge, because that was when we were about to close in November. I remember that time walisema they need 6 months to a year. I told them wache mchezo. I said by March. By March, we will have regulations tabled in parliament. Tunafanya amendment hapa na hapa. But there will be regulations. Nimesikia kuna jamaa anaitwa Mbugwa anataka kusimama kahawa wendani. You know, the same thing I told these guys the first time we met. And which is what I want to encourage you. If you're not organized, you will not be recognized. Kama mjajipanga, ni kupangwa mnapangwa. Kama mko na watu 60,000 Nairobi, of course wote hawako kahawa wendani. And may God rest Cyrus soul in peace. Cyrus alikuwa rafiki yangu, Gearbox. Tulikuwa na yeye. In fact, ile siku ile maneno tulifanya kwa Waititu, alikuwa hapo. Akiwa bunge. Na tulikuwa tunaongea sana. He was a symbol of hope for this country. That somebody from Western is elected in Kiambu. Sio ni njia mzuri? That is the unity we want in our country. You people have power more than you know. All of you may not be registered there, but si mnabeba watu. Ndani yao taxi yako, kama ni Uber ama taxi ama Bolt, kama unashukisha mtu hiyo area kahawa wendani, ukisema pia kuna jamaa hapa inakaa ni mzuri, na umwambie unamjua. Sema kuna jamaa pia hali yake si mbaya. Let me tell you, Nairobi, you can get more than 10 MCAs that you're talking about. MCAs wanapita na kura 5,000. You guys are more than 60,000 in Nairobi.
You can have MCAs, you can have MPs. Mkiamua mnachaguana you all register in 2 constituencies. Those 2 constituencies ni zenu. Mtakuwa na MP na MCAs na si mko na governor. So now what else? What else? What else do you need? There is power in unity. There is power in unity. Juzi na nimesikia rafiki yangu wa matatu wamesema na ni ukweli. Juzi watu wa matatu wa Kasarani na Mwiki. So walisema enough is enough. Wakafunga barabara. Si ati I'm encouraging that behavior, but walifunga barabara. Wakasema lazima itengenezwe. Atieleweke. Yoacha. Unfortunately, hizo riots tukapoteza kijana moja. Anaitwa Steven Nandwa ambaye alizikwa. But you know, because of that, despite me knowing kazi ya senator si kujenga barabara by the way. Mlisoma pale kazi ya senator ni kujenga barabara. Sina hiyo mandate. Sina hata budget ya shilingi moja. MCA ako na budget, MPs wako na budget, but I'm a leader in this town. I called together Kenya Urban Roads Authority, tukaita police wa area hiyo, tukaita viongozi wao, tukakaa chini, tukasema this must be done because of the power of your unity. Tukaenda site siku hiyo with the contractor who done the upper section. Kazi wakaanza, but these things take time. Unajua ubaya watu wetu wanafikiria ukisema barabara itatengenezwa kesho watamka apate lami. You know, it is not like that. They take time. Na barabara inatengenezwa. Now the real contract for rehabilitation of the entire road is being done. Now ile proper. Unajua hiyo hii patchwork ni kidogo to make it passable. But the full contract is one which is being done. Alafu unasikia tayari kuna viongozi wanaanza kusema ati kwa sababu sio mimi nilileta hii barabara tuweke roadblocks trying to sabotage. I want to tell the county government of Nairobi, those games you're playing in Kasarani, I know. I want to tell the MP, hizo games muache ambao mnacheza. Barabara si ya Sakaja. Wananchi huko ndo wanaumia and we'll make sure it is done. Barabara sio yangu. Kwa sababu kuna watu wanasema ati since Sakaja ndo amekuja akasema ifanywe, wacha nihongeonga watu ati don't come to site. Ndo muaibisha Sakaja ati Sakaja alikuja kudanganya. That is nonsense. That is nonsense. Kwani barabara itandikwa Sakaja Road? Sini ya watu wa Kasarani? As leaders, let us not compete. And that is why I'm so happy with such an initiative. Different agencies za serikali zimekuja pamoja kusema tuangalie watu wetu namna gani. Na nyinyi madere ndo mnaumia. Hiyo barabara maintenance shocks. Suspension, bushes, gari inalia ni kama disco, chui. Ukipeleka mtu bana. Feather Road is the same. Kibira Drive. Wale wanaenda pande za Kikuyu Road huko. So me I want to tell you, I do not need anybody's permission kutetea watu wa Nairobi. Na mimi nitawatetea without any intimidation. Watu wangu wa bodaboda wamezungumza, Tony, take it seriously. Hawa wamesema wananyanyaswa kama sasa ng'ombe, mbuzi, punda combined. Right now, just a few meters from here, wakiingia town, unasikia jamaa bodaboda inachukuliwa 25,000 shillings kuitoa. 25,000. Many of them, the bike is not theirs. 25k for somebody who is trying to earn a living. Amesema yeye si mwizi. Amesema yeye hatafanya utapeli. Right now, go to Central. You see how many bikes are there. Na napigananga nao sana, naambia please toeni hizi pikipiki hapa. Ama mimi mnifunge nikae hapa ndani na hizi bike. Go to industrial area. In fact, jamaa yetu wacha nisingie hiyo. But kuna mtu ambaye alienda huko akajua kuna wateja wengine hapo ambao wao ndo walifunga. Let me tell you, when these people are looking for their rights, and what we are doing today, Tony, my brother, I wish Lopokoito was still here. KCB, we are not doing them a favor. We are doing our nation a great service. Tusifikiri hao ndo tunasaidia. We are helping our nation and it's a great service. So do not be intimidated. Watu wa boda najua walikuja kwa ofisi yangu wakaanza kutishwa. Ati sisi mmekuwa watu wa Sakaja tuwasaidie. Be bold, it's your right. Wataanza kuambiwa mmekuwa na Sakaja.
mtaona Nairobi. There's nothing. Nairobi is ours and nobody can tunyar us. Tuko pamoja? So I want to encourage you. And I'm glad I have my friend here from Little. So you're from Little? Kamau. Kamau. Oh, imekuwa Kamau. Hey, gotile na uru. Chwehamwe. I want to tell them, because I have seen the response that they have sent, all of them as digital companies, on those regulations. Nimeziona. Mimi naambia, unajua mko na bahati. Hiyo kamati mimi ndio mdosi kwa bunge. Mimi ndio hapo. Sawa? We can talk about all those other items, but the thing that is irreducible. Nyinyi mmesema yenu kuna zingine sikubaliani nayo, but 90% I agree. The thing that is irreducible, there is no company that will harass a Kenyan driver and make him pay 25% commission as soon as he has a customer that immediately goes out there, that our drivers are now driving 18 hours a day. Na kuna kitu ya kuonyesha. That's why we have accidents on our roads. So that's why I brought 23 hours. Imagine. Alafu unaingia kwa nyumba, madam anazusha. Hauna kitu kwa mfuko, hauna nguvu. Hey. I will not allow that. We won't allow that. Bibi ameenda. And let me tell you, we support business and investment. We support business and investment, even foreign investment. Because some of these companies ni za majusi ndio. But it can never be at the expense of our drivers. It will not be at the expense of our drivers. So in that memoranda, tumekutana na competition authority, tumeita AA Kenya. You must come up with a pricing formula ambayo ina set minimum haizi kwa 150 kwanza. It cannot. Haizi kwa 150. Because what it does, nasi ati nasema two things, you know, as I told them last time, me I am not doing this for politics. Ni juu naelewa ile mnapitia. Mimi napandanga Uber. In fact, rating yangu ni 4.8. Hiyo ndio star yangu. Muiongeze. Nimepanda little, nimepanda hizi zote. But you know, honestly speaking, look at the effect on the rest of the economy. If I'm a student at USIU, na niko hapo TRM, nataka kwenda chuo, a boda is 150 bob, and an Uber is 150. Na Uber, hata tuseme tu 150. Uber, tunaingia waine. Aren't you getting that boda guy also out of the economy? Si ni kweli? Haya, nikiwa Isili Garissa Lodge, niko na mizigo. Kuna mkokoteni na kuna taxi vya Bolt. Mbona neke mkokoteni vitu zangu zinyeshewe and the taxi is cheaper? Aren't you also upsetting the economic ecosystem and pushing those others also out of business? It's just logic. So tuanze na minimum rate. Minimum hiyo tunaweka kwa sheria. Wale wanasema ni ubeberu wainue. Ya pili per kilometer. Wazeni, the charge per kilometer and per minute, they must take into account maintenance, fuel, car wash, bundles, and time. Tukisha kubaliana na hiyo, in fact we told them, even you guys yourselves, sio lazima zindo tuseme, you come up with a formula that takes that into account as a minimum. So tukisema imekuwa 50 per whatever, ama whatever amount they agree on, that will be the minimum. That's why we have a competition authority. Beyond that minimum, if you want to do now a luxury version, fanya. Ukitaka kufanya ingine extra, fanya. But that will be the minimum, takes care of the consumer and the driver. These young people are the trustees of this country's posterity. So hiyo nimesikia. Na hiyo tutafanya tuende kwa hatua ile ya pili. So just like that road in Kasarani,
These things take time, but I promise you, kuna sababu mnanitanga super. Sio tu super senator. There are 47 counties, ndio? 46 senators and 1 super. And that is the reason. Tukisema kitu, hata kichukua muda, itafanyika. I promise you. Alafu tukishafanya hivyo, my brother, managing trustee, hawa watu inatakikana, you know before the last election, mimi ni patron, leo umenipatia informal sector. Mimi pia ni patron wa private security workers. Maaskari. Ama mnaita maochi. Mimi ni patron yao. We started that journey with them. We created a regulatory authority. Sasa kuna regulatory authority of private security. And I'm sure they're part of some of your clients. They have their own askari anakaa kwa hiyo board. Parastatal, anabebwa na JK. Na tukaenda nikapeleka hao 6,000 State House kwa rais. Akasema kweli hawa watu wanaumia. The next group must be this group. Tuende tuambie rais, look, this is the informal sector. And these are the people who are making the economy turn. Leo mkaambua nyinyi wote msisonge. The economy of this country will suffer greatly. So that I don't speak for long. Now, the reason nimeongea kabla ya program ifike kwangu, ni mliona nikitoka nikishika simu. Zingine zinakujanga moto. Na mnajua watu maybe mmoja ama wawili pekee Kenya hii ndio wanaweza nipigia simu moto. So I have to run up there. And I will pass this message. That we have said enough is enough. And that number 2, we've said that we want to see light at the end of the tunnel, tujali hawa zaidi. So thank you, Bwana Omerikwa. Thank you, KCB. Thank you, Safaricom. We support this initiative. The greatness of a country is not how tall its buildings are. The greatness of a country is not how much it has in foreign exchange reserves. The greatness of a country is not the strength of its military, both real na zile za kinaichesa. The strength of a country is in the actions its government does for the most vulnerable in society and for its people. Hii ndio nguvu ya Kenya yetu. As I promised you, in these regulations on transport, we want to include the mandatory contributions on NSSF, NHIF inside the regulations. And we want to ask, like today, for instance, is there a representative from the county government of Nairobi? For instance. Hakuna mtu from county, mimi niliona hapo kulikuwa na sticker, it was supposed to be someone. Sasa jameni, is there another more important meeting today in Nairobi that affects the economy? I want to tell my friends in Nairobi County government, me, I oversight you as your senator. Ule mtu amesuspendiwa na kuna kesi ni mtu mmoja tu, governor peke yake. Na tunamtakia mema kwa kesi yake. Nyinyi wengine hamko suspended, mfanye kazi. Kujeni mhudumie hawa watu. They must be in meetings like this. They must continue doing their work wherever they are. The only person suspended is who? Governor. Wengine wafanye kazi. This is a very, transport is devolved. Do you know that? Transport is devolved. If you go to South Africa today, because they took advantage of the devolution system, they have what they call, Africa Ride Up, homegrown by the people of that country themselves, driven by their provinces. If you go to Africa Up, Cote d'Ivoire, how wenyewe wamefanya? Hii shida tungetatua zamani, tungekuwa na Nairobi Up. Hatungetaka hawa watu wengine. Tungekuwa tumefanya yetu. Si ndio? Lakini since tuko nao saa hizi, wacha unajua zingine tunauma alafu tunapuliza. Hawa watu wa Uber ni wazuri, watu wa Taxify na Bolt little tunawapenda, ni wazuri na wakuja tufanye nao, si ndio? And we'll do those regulations. In fact, they themselves have said that they want those regulations. Hao wenyewe wameniambia. Ask Mutero, he's been in those meetings at Parliament. And whether they want or not, this is a country governed by rules and laws. It is not the opinion. Today, if you take an Uber in New York, immediately, ukishuka hiyo Uber unaona, this is the percentage that has gone to New York State itself, to the federal government, and to the company, and to the driver. Inakuonesha breakdown. Kenya hii hata shilingi moja haikuji kwa serikali ya Kenya na mnaendesha kwa barabara zetu.
We must be able to address that. So asanteni sana. Tuko pamo? Hii safari tunaweza ama tuwezi? Mumechoka ama mjachoka? Ama pale imefika tusiendelee? Safari mpaka mwi?